Na mtazamaji, kiongozi wa Linda Mwananchi Mheshimiwa James Orengo pamoja na Edwin Sifuna sasa hivi wapo hatarini sana. Mavamizi yanazidi kuwa makubwa na goons wanaendelea kutumiwa kuvuruga hii timu ya Linda Mwananchi. Kwa kweli inazidi kuwa vigumu watazamaji wangu kwa timu ya Linda Mwananchi kufanya ziara zao za kisiasa kwa njia ambayo ni ya amani. Yale mambo ambayo tumeyashuhudia siku ya leo kule Kisumu County ni ishara kabisa ama ni picha kamili ya mambo ambayo tutakuwa tunayashuhudia kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Na sasa ni nani ambaye anastahili kulainisha uovu na mavamizi ambayo yanaendelea kufanywa sasa hivi kwa viongozi wa opposition, yanaendelea kufanywa kwa timu ya Linda Mwananchi? Kwanza kabisa mtazamaji wangu, na kuomba uweze kulike video ndiposa hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka hapa nchini Kenya, na tusipokuwa waangalifu, viongozi wasipokuwa waangalifu, vitengo vya usalama visipokuwa waangalifu, tutajipata tunatumbukia kwenye ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2027 kama mambo ambayo tuliyashuhudia pale mwaka wa 2007. Hatujui imefikia wapi mpaka sasa hivi goons wanajitokeza, wamebeba mishale, wamebeba panga, wamebeba rungu. Hii sio Kenya ambayo watazamaji wangu tunaitaka. Hii sio Kenya ambayo tunapenda irudi itumbukie kwenye fujo na ghasia, watu waanze kupoteza maisha yao. Ni nani ambaye anastahili kutulinda? Waziri Kipchumba Murkomen yuko wapi? Goons sasa hivi wametapakaa kila mahali hii nchi ya Kenya. Sio kwa wanasiasa ambao wanavamiwa, sio kwa wananchi wa kawaida. Yaani goons wanaweza jitokeza anywhere, waanze kufanya uporaji mchana, na inakuwa tu ni kama jambo la kawaida. Hakuna yote ambaye anachukuliwa hatua za kisheria, na hata wakichukuliwa hatima yao hauwezi kujua vile ambavyo iliweza kuisha. Ndio unaona siku ya leo watazamaji wangu, kile ambacho tumekishuhudia kule upande wa Kisumu inastahili kuwa onyo kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Inastahili kuwa kama tahadhari kuhusiana na uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027, kwa sababu Waswahili walisema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta, na hatutaki kufika hapo. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, hebu jione vile hali imekuwa siku ya leo kule Kisumu County, wakati gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo pamoja na Edwin Sifuna walivamiwa na goons. Na kama kweli sio wale supporters wa Sifuna na Orengo, mambo yangekuwa mabaya zaidi. Na unaona imefikia mahali mpaka goons wanachomewa mali zao, pikipiki zinachomwa, wanaumizwa. Sasa mbona tupigane kwa sababu ya kisiasa ama tofauti za kisiasa? Tunastahili kuwa na amani, tusije tukajipata kama nchi zingine kama kule Haiti ambako watu wamekuwa wakipambana na serikali. Kuna vikundi vya waasi ambavyo viko na mpaka bunduki. Sasa haya ni mambo gani ambayo watazamaji wangu tumeanza kuyashuhudia baada ya baba Raila Amolo Odinga kuiaga dunia? Ile demokrasia, ule uhuru, ile katiba mpya ambayo baba alipigania sasa imeanza kuvunjwa kabisa, kwa sababu haya mambo ambayo tunayashuhudia sasa hivi nimewaelezea kwamba ni kionjo tu ama ni picha kamili ya mambo ambayo tunayatarajia kuyafikia kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Kabla sija kuwekea hii video ama ujumbe kutoka kule Kisumu County, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kucomment, ndipo sa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. That similar acts of violence have actually been targeted at our team that went to Nyahururu today. And ours is just to say that these things are not going to stop us. I think everybody in the country now can tell that Linda Mwananchi has rattled people in very high places. And they think that the only way to deal with us is through violence. We are saying that this will not work. As Governor has said, we have seen these things before. You guys have followed our journey, our history. These are not things that are going to stop Linda Mwananchi or to intimidate us. We know that the state is running scared because they are in their last year in power. Everybody knows that in under 12 months it is people like Sifuna and Orengo who are going to be running this country, and therefore they are running scared, and they think that using the violence that we've seen in Nyahururu and here in Kisumu, that they think that they will intimidate us. But we want to assure them, and we want to assure the country and the people that we are not going to be intimidated. This country has to be rescued. This country lazima ikombolewe, because nobody looking at the pictures that have come out of Kisumu today, or indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack
a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk, that you can carry bows and arrows and pangas openly in public and go and attack people who are essentially just exercising the freedom of assembly and the freedom of worship. So I want to condemn both the incidents in Kisumu, the incidents in Nyahururu. I have spoken to Governor Kang'ata. He has told me that one of his, I think it's his driver who's been shot. We are praying that he gets well soon. We are hoping to God that that man, young man, survives. He didn't do anything to deserve the sort of violence that has been meted or directed at him and the entire Linda Mwananchi team. So I just want to encourage all Kenyans that this too shall pass. This too shall pass, Governor. You keep encouraging us because you've seen even worse in your time in public service in this country, and it too passed. You have survived Moi. We will survive William Ruto. And I want to give encouragement to the young people of this country that things can actually be different. We can be a country that is governed by the rule of law, a country that respects everybody's individual freedoms, democracy and all the others. So asanteni sana and Mungu wabariki. Yeah. Na mtazamaji, katika wiki mbili ambazo zimepita, hii timu ya Linda Mwananchi imekuwa ikipanga mikutano zake za kisiasa maeneo mbalimbali. Imekuwa ikipanga kukutana na wananchi. Walikuwa kule Kisii ambako mkutano ulianza vizuri, ukaendelea tu vizuri, lakini ilifika mahali guns wakatumwa, wakaanza kuwashambulia viongozi wa Linda Mwananchi kule Keumbu, wakapigwa mawe, na katika hizo vuta ni kuvute kuna mtu mmoja ambaye alipoteza maisha yake. Mpaka siku ya leo hatujui je, wale ambao walikamatwa wapo kizuizini ama waliweza kuachiliwa. Ni huu mwaka tu, watazamaji wangu, ambapo kiongozi wa Linda Mwananchi Mheshimiwa Ososi alivamiwa kule Kisumu, ambako alikuwa ameenda kwenye ziara zake za kisiasa. Mpaka siku ya leo wale ambao walimvamia Ososi hatujui wako wapi. Je, walifikishwa mbele ya sheria? Waliweza kukamatwa? Ni nani ambaye anastahili kuwajibika kuhakikisha kwamba wanasiasa wanalindwa? Kwa sababu wanasiasa sio maadui. They are not enemies. Mbona wanavamiwa? Mbona wasipatiwe platform? Mbona wasipewe nafasi wafanye kampeni zao kwa njia ambayo ni ya amani? Kama tu vile ambavyo wale ambao wako kwa serikali wanazuru maeneo tofauti kufanya kampeni zao bila kuvurugwa na mtu. Sasa mbona mpaka state mercenaries wanatumika, mpaka polisi wanatumika, goons ambao wamevalia sare za polisi wanatumika kuwavuruga hawa viongozi wa Linda Mwananchi? Haijaishia kule upande wa Kisumu leo, watazamaji wangu. Kumbuka kuna mkutano mwingine wa Linda Mwananchi ambao ulikuwa umefanyika kule upande wa Nyandarua County pale Nyahururu pamoja na Olkalau, na huo mkutano, watazamaji wangu, ulisambaratika ukamalizwa. Hata huko wamemaliza 30 minutes, guns wakaingia, mifyatuko ya risasi ikaanza kusikika, na katika hizo vuta ni kuvute dereva wa gavana wa Murang'a County Mheshimiwa Irungu Kang'ata, dereva wake amepigwa risasi. Sasa hivi anauguza majeraha kifuani, amekimbizwa hospitalini. So unaona ni nani ambaye anaweza kufanya hivi vitendo vya uovu, kuvuruga mikutano ya kisiasa, kuvuruga Linda Mwananchi? Kwani ni makosa gani, watazamaji wangu, hii timu ya Linda Mwananchi imefanya ndiposa iweze kukumbana na haya masaibu yote? Kupinga serikali ya Kenya Kwanza ni vibaya. Mtu kuwa na maoni tofauti na uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, kwani ni vibaya? Hiyo sio vibaya. Lakini unajua hii serikali haitaki kuambiwa ukweli. Wakati inakosolewa haitaki kusikia hivyo. Haitaki wananchi wakuwe educated, hawataki wananchi wapate civic education kuhusiana na yale mambo ambayo yanafanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na vile ambavyo wananchi wanastahili kujiandaa kuchagua serikali ambayo itakuja kuwajali, kwa sababu mambo ambayo yanafanyika ndani ya hii serikali sasa hivi yanazidi kuleta sifa mbaya kwa serikali ya Kenya Kwanza, yanazidi kuleta sifa mbaya kwa William Samoei Ruto, wa Murkomen na Inspector General wa polisi. Hawa ndio watu ambao tunawategemea, watazamaji wangu, waweze kuilinda hii nchi ya Kenya isitumbukie kwenye fujo na ghasia kwenye uchaguzi wa mwaka wa 27. Lakini kama wameshindwa kudhibiti hii hali ya gonism sasa hivi, kweli wataweza kudhibiti fujo na ghasia ambazo huenda zikatokea kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 27? Kwa sababu haya mambo ambayo yameanza kushuhudiwa sasa hivi yasipozuiliwa mapema, ujue kwamba mambo yatakuwa mabaya na 2027. Watazamaji wangu, hata huo uchaguzi ambao tunatarajia utafanyika tarehe 10 pale August, huenda hautafanyika, utaairishwa, kama tu vile ambavyo IBC inasema kwamba kuna uwezekano mkubwa waweze kuairisha uchaguzi mdogo kule upande wa Olkalau. Mambo ni mabaya, viongozi wapo hatarini sasa hivi, wanalazimika waweze kutembea na usalama wa kutosha.
wanalazimika waweze kutembea wakiwa waangalifu. Ni wapi ambapo watafanya mikutano zao bila kuvurugwa, ni wapi ambapo watakubalika. Lakini hivyo sio ambavyo tunataka watazamaji wangu. Hii nchi ni huru kwa kila kiongozi, ni huru kwa kila Mkenya. Aende akafanye kampeni zake, auze sera zake, akimaliza arudi. Lakini kwa timu ya Linda Mwananchi ni kama kuna mahali ambapo hawapaswi kwenda. Kwa timu ya opposition kuna mahali ambapo hawapaswi kwenda, kwa sababu wakienda unapata kwamba wanakuwa roadblock, guns wanawavamia na wanawafurusha, saa zingine hata wanaharibu magari zao. Nakomea hapo watazamaji, lakini msiende mbali kwa sababu niko na habari zaidi ambazo nitakuwa nazidi kuwafahamisha, haswa kutoka kule Olkalau. Hali imekuwa namna gani siku ya leo baada ya viongozi wa Linda Mwananchi kuvamiwa kwa mara nyingine? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na nakumbusha tena usubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapo zichapisha.